sio kushindwa. Sababu hiyo ya mazungumzo au ilikuwa imewatega? Hapana, ilikuwa ni mategemeo ya mazungumzo kwa sababu inawezekana kuwa hawa wachimbaji wa madini wanaweza kuzungumza na kuongea na M23 wakasema sasa kutokana na mali yetu sisi tunaitika sasa kuzungumza mazungumzo. Wakaanza sasa kusema hapana kama muna akasema ndio kama muna wakati wa kuzungumza sana wa Canada ndio wanachimba madini pale au wa Belgium. Nasema wa Canada. Asante sana watazamaji wa Africana TV, mnatufuata kwa mtandao ni www.africanapost.com. Jina langu Yohana Mbatizaji. Leo niko pamoja na Sam Gakire kutoka kwa Urugendo Online TV. Sam Gakire, karibuni. Nashukuru sana kwa kunikaribisha ndani ya studio zenu. Leo sasa tunataka tuzungumzie kuhusu usalama ndani ya nchi ya DRC. Sasa leo kulikuwa mabadiliko mingi sana nyuma ya kutekwa kwa mji wa Walikale au eneo la Walikale na jeshi la wanamgambo wa M23. Sasa siku ya kwanza ilikuwa tarehe ni 22 mwezi huu wa March. Sasa hii M23 ikaukamata huyo mji kauteka kwa mikono. Sasa kwa kuiweka kwa mikono siku moja tu ikasema sasa inaachia hapa kwa sababu kuna mine nyingi pale ziko zinatengenezewa pale kutoka kampuni zinatoka Canada na nchi mbalimbali. Sasa leo tukasikia sasa tena mji imerudia katika mikono za M23 kwa sababu kulikuwa mashambulizi ya FRDC pamoja na wazalendo. Ndio tunakuja kuzungumzia hapa sasa kutokana na hii uvamizi au hii vita inaanza, mtu anaweza kusema ni vita mpya. Hapo ulikuwa unasema wakati wanajeshi wale walikuwa wanakamata wanajeshi wa M23 walikuwa wanakamata Walikali, ile territory ya Walikali. Ni jeshi la kundi la waasi. Waasi. Ndio waliteka ile msemo mzuri. Waasi. Sio wanajeshi wa nchi. Waasi wa M23 hawa. Waasi wa M23 walikuwa wanakamata Walikali. Baada ya siku moja wakaamua kurudi nyuma. Wengi walisema kwamba labda walishindwa kupigana, walipigwa pale. Wengine wakasema labda wanataka kuingia kwenye mazungumzo ya amani na serikali. Lakini tukaona baadaye wakaamua tena kurudi kukamata mji, kwani serikali ilikuwa na ushambulizi. Ilikuwa na ushambulizi, ilikuwa haitaki makubaliano ya njia ya mazungumzo. Hapo ndipo watu wengi walijiuliza wakasema mbona M23 ikiamua kuchukua sehemu fulani hata siku moja au mbili ishamaliza kukamata hapo tu. Mtu anaweza kujiuliza FARDC na wale ambao wanawasaidia, tunaona Warundi, tunaona FDLR, tunaona hata wazalendo pamoja na SADC, mbona wakamati uamuzi wa kusema kwamba M23 acha tufunge, haiwezi kukamata hapa? Kwani tunaona kwamba imekamata sehemu ambazo kuna madini, kuna nini. Unaona kwamba sababu gani kila siku wanashindwa kurinda au kuchukua vizuri sehemu zao? Hii ilikuwa ulizo kubwa sana kwa sababu ilikuwa siku mbili tu kabla ya mazungumzo. Ilikuwa kati ya rais wa Rwanda na rais wa DRC pale Doha. Na ikumbuke kwamba
mbele ya hii habari ilikuwa inategemewa mazungumzo mezani pale Angola. Sasa lakini alishindikana hapo. Ilishindikana na wamesikia kama Angola ilisha sasa jitoa kwa hii mazungumzo, ikasema sitaingia tena kwa sababu kulikuwa na M23 ilikuwa inasema kulikuwa na mtego ndani. Tuligundua kwamba mlikuwa mnatutega na ndio sababu mtu anaweza kujiuliza kwamba mtego ilikuwa au ni diplomasia tu. Na niliona kwamba walituma watu wengine, sio wale tunajua, sio Colonel Nanga, sio ule maana yake ni kusema serikali ya DRC ilikuwa inataka sasa wakuje kama ni Colonel Nanga imkamate, akuje Bertrand Bisimwa, akuje Wiringoma, akuje na wengine kama hao. Machenga yeye hawezi kwenda, najua kwamba ana machenga mengi sana hapo. Kwa nini walikuwa wanahitaji majina bila kuhitaji kikosi? Walikuwa wanahitaji majina kwani wale ndio vichwa. Wakasema ni mtego. Hawa ndio wakubwa, tukiwakamata hawa labda wengine nguvu zinaweza zikawaishia wakasimamisha. Sasa turudie kwa kutekwa kwa huyu eneo la Walikale. Walikale inajulikana kama ni eneo na madini nyingi sana, kwa sababu pale kuna uchukuzi, kuna madini ya hii inatengeneza kama tuseme ni simu, hizi betri za simu zenye zinaweka moto. Wakasema kuna madawa nyingi zinatengenezewa kwa hii madini inatosheka pale. Sasa wakasema ni ya Canada, ni ya nchi ya Canada. Wakasema na Wamarekani wana ndani, kwa sababu walikuwa wananunua kwa hizi madini zinachumbiwa pale. Sasa hii siku ya kwanza ikumbukwe kwamba M23 kutokana na hii mazungumzo ilikuwa ikasema sasa sisi tunajiondoa kwa hii eneo tumekamata ya Walikale, kwa sababu wamoja wakasema ni mazungumzo ilikuwa katika ya Alpha Mine hii ya Wakanada. Wakaanza kuzungumza, wakasema tulikuwa na contract ya kwanza na serikali ya DRC ya Kinshasa. Sasa wakaanza kuona kwamba nguvu nyingi zinakuwa upande wa lakini wewe ukichunguza vizuri unaona kwamba M23 ilichukua uamuzi wa kurudi nyuma. Kwa sababu gani? Sio kushindwa. Sababu hiyo ya mazungumzo au ilikuwa imewatega? Hapana, ilikuwa ni mategemeo ya mazungumzo, kwa sababu inawezekana kuwa hawa wachimbaji wa madini wanaweza kuzungumza na kuongea na M23, wakasema sasa kutokana na mali yetu sisi tunaitika sasa kuzungumza mazungumzo. Wakaanza sasa kusema hapana, kama muna akasema ndio, kama muna wakati wa kuzungumza sana wa Canada ndio wanachimba madini pale, au wa Belgium. Nasema wa Canada ndio walilalamika sana wakati M23 ilichukua Walikale. Ni kusema Ubelgiji kuna vitu vingi pale, sio hii madini pekee. Kuna miti, kuna biashara nyingine, kuna miti, kuna vitu vingi pale. Ndani ya udongo ya Kongo kuna vitu vingi. Na Walikale ni sehemu, ni miongoni mwa sehemu ambazo kuna madini. Kuna madini ambayo yanatosha. Lakini katika madini hayo zinatoka pale Kongo, Walikale ina zingine hazipatikane eneo zingine. Ndio sababu eneo ya Walikale ilikuwa inasemeka sana ulimwenguni. Na hizi kampuni mbalimbali ulimwenguni zilikuwa zinatumikisha hii madini zinatoka pale Walikale. Sababu gani serikali imeshindwa kulinda Walikale hadi M23 irudishe mikononi mwao? Na Goma ilikuwa pale. Kama unajiuliza hivyo, jiulize na Goma. Swali hilo unaweza kuiuliza. Ni kwamba M23 ina lengo, inagombania lengo ya kukomboa wananchi. Ndiyo hiyo sasa, ndiyo sababu ilikuwa inasema sasa sisi tunaacha. Waliacha hiyo madini wakaacha, lakini mbele ya kuteka huyo mji au hii eneo la Walikale
Sasa M23 ilikuwa inatoa tangazo mbele ya wakati ku Alpha Mine. Hiyo ilikuwa inafanya uchimbaji wa madini pale. Ikasema sasa sisi tunakuja hapo, mjitoe mwa hiyo sehemu. Hatutaki kuingia kwenye mashtaka. Kusema tulianza kunyang'anya na nini. Sasa wakaanza kutoa vifaa vyao na watu ndani ya uchimbaji wa madini hapo. M23 iliingia pale, hakuna watu walikuwa wanatoka zamani. Mimi kila siku najiuliza, M23, waasi wa M23 wana askari wangapi? Mbona unataka wakwe wangapi? Wakwe wengi, idadi ya nambari nyingi sana. Shida si idadi ya wajeshi. Mbona wanakimbiza wakiwa Warundi, wakiwa Wafanye? Shida si idadi. Shida ni sababu. Sababu na lengo ambayo unagombania. Ni sababu. Mtu mmoja ambaye anagombania lengo anaweza kushinda watu 100. Nakwambia hiyo ni sababu. Ya pili, ya kwanza ni sababu, ya pili ni taktiki na tekniki. Wakati uko na hivyo vitu vitatu, cha kwanza cha mwisho sana hawa wazalendo hawana. Hapana, ya mwisho ya mwisho ni kufunga mkanda. Kufunga mkanda. Ukifunga mkanda unafika mbali, kwa sababu mtu anaweza kuingia shambani. Kufunga mkanda ni namna ya kujinyima kitu. Mtu anaingia anaingia jangwani bila chakula, anamaliza siku 2, anaendelea anagombana. Wengine anasema mimi nakutana na runinga ya mtu, anabeba tu, anakutana na mbuzi ya mwananchi, anabeba. Anakutana na kitu cha sana hao wazalendo ndio wanafanya hivyo tu. Akikutana na mbuzi ya mtu anakwenda nayo. Akikutana na njaa ikimuuma anaingia mwa shamba la mtu anavuna. Hili lote wakati waasi wa M23 wakikuta kama ni wasichana wazuri, kama ni chakula, kama ni wanawabaka kila siku. Wanapita tu, wanaendelea. Wanafanya ubakaji, hiyo ni tekniki na taktiki, kwa sababu kisoma katika Biblia na nini ulikuta kwamba kuna vita nyingi walikuwa wanafanya mtego hiyo uzuizi ya mabinti wazuri sasa. Wenye walikuwa wanaangalia wale mabinti sasa wamepigwa mpigo mkali sana. Sasa kwa kumalizia tuendelee sasa. Silaha nzuri ya kukimbia binti mzuri hatuwezi kuacha ni kukimbia. Hatuwezi kuacha hiki kipindi chetu bila kusema na kutokana na Kivu ya kusini pale Bukavu. Ulikuwa unasikia kama kuna wazalendo wengi walitoka sasa eneo la Manyema, sasa wakasema wanakuja kugombolewa hii Bukavu. Wale walipewa dawa. Wakasema wanapewa dawa na mganga wa kienyeji ya kuwalinda risasi. Sita tutegemea sasa tuone pale. Leo tulikuwa tunakuja sasa tuseme tuzungumuze na tuongee, na wewe unaweza kuingia ndani ya comment, unaweza kutuambia na wewe unaonaje. Lakini tunakuja hapa tunakuambia mambo ya hii vita na kutokana na usalama wa DRC inafuata njia nyingine. M23 ina lengo la itasema tutagombana paka Kinshasa. Lakini leo itaweza kumtoa ule. Leo inasema ingia Kisangani, kwa sababu Kisangani ndiyo inabakia uwanja wa ndege sasa zinatokea sasa kwa kupiga ile mabomu na nini. Unasikia tu inasemekana kwamba Nanga alizaliwa pale. Sijui kama ni kwao, ni nyumbani. Tuone itakuwa nini pale. Mazungumzo itaendelea, ni swali tunamalizia hako. Mazungumzo itaendelea, vita itaendelea. Unajua kwamba tulijuane wao wamejiunga na M23 pale Bukavu. Wamekamata hapana pale Minembwe. Minembwe. Wamekutana. Hivi wamegombana pamoja. Tusubirie sasa habari ya kila siku. Watu wasikose kufanya subscribe na kufuata sasa habari hapa ndani ya Africana TV na Urugendo Online TV, kwa sababu tutapeperusha habari za kila siku tuwasaidie. Mimi kwa kumaliza na ushukuru sana, mfanye subscribe. Jina langu ni Yohana Mbatizaji. Shukrani sana kwenye wale walikuwa wametufuata. Naitwa Sam Gakire. Asante sana, tuko pamoja kwa kesho.